Chocholo ipi? Miaka mitatu iliyopita bingwa nchi nani? Young Africans. Aniongoza ligi nani? Young Africans. Nani anabebwa? Waandishi mnasema? Hamsemi. Na kwa sababu hamsemi, mimi najua fadhila zimewanunua. Fadhila ikikununua mwisho unakuwa nani? Tumwa. Mikoa hii ukiangalia table Yanga na 79 lakini Simba Sports na 78. Kwa namna ambavyo hii alama moja bado inaendelea kuwa ngumu kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Mikoa hii mchezo wa dabi ya Kariakoo kuna namna ambavyo Simba wanaoingia kwenye mchezo, lakini pia tumemwona Fallu Davis kwenye mchezo wa jana, baadhi ya nyota wamekula mbao ndefu. Tunaweza kusema ni maandalizi kuelekea dabi ya Kariakoo, baadhi ya nyota muhimu wa Simba. Ni ngumu sana kumsemea mwalimu wa Simba. Lakini mimi na wewe ni jambo la kitaaluma sana. Mimi na wewe tukipiga nasema hivi ni ngumu sana kumsemea mwalimu wa Simba. Ni jambo la kitaaluma sana. Mwalimu ndo anajua nani acheze, nani asicheze. Mwalimu yeye ndo anakaa na timu muda mrefu, anajua afya ya wachezaji iko vizuri, afya ya wachezaji haiko sawa sawa. Kikubwa mwandishi, tuzungumze ubora wa Simba mwaka huu. Ligi haijaisha lakini goalkeeper bora ameshajulikana kwenye nchi. 19. Ligi haijaisha mpaka sasa hivi kwa asilimia 99.9 mfungaji bora ameshafanyaje? Ameshajulikana. Hivi ndio vitu vya kimsingi tuvizungumze. Kuna vitu vinafanyika, waandishi wa habari mnajua. Kuna propaganda zinafanyika, kuna kampeni zinafanyika ili Pacome Zouzoua awe mchezaji bora wa ligi. Wewe hujui? Naomba rudia hapa Mikoe kwamba siwezi kurudia. Kuna nini zinafanyika? Mnafanya propaganda zenu, baadhi ya waandishi mnatumika vibaya. Na mmoja katika watu anatumika vibaya ni Haji Sande Manara. Naomba tuweke wazi Mikoe. Anawashawishi watu kutaka kuwalazimisha Pacome aonekane mchezaji bora wa nini? Wa ligi. Na mimi niwaambie tu, kamati mliopewa mamlaka na madaraka kwenda kuteua mchezaji bora, kama mkienda kumteua Pacome, tutaamini ile msemo ambao watu wanasema kwamba Yanga wakitaka jambo lao lazima lifanyeje? Liwe. Mikoi uamini kwenye ubora wa Pacome Zouzoua? Akiwa peke yake unaweza kuamini ubora wake, akiwa na Tanzania huwa siwezi kuamini. Naomba rudia hii kauli kwamba akiwa peke yake unaweza kuona ubora wake, lakini akiwa na Tanzania huwa siwezi kuamini ubora wake. Kwa namna ambavyo Pacome ana deserve. Kwa sababu leo hizi maiki zote ziko hapa, maiki zote bora hizi ziko nyingi, si ndio? Ikiwa moja, kwa hiyo ubora wake anawezekana kawa bora kwa sababu akiwa peke yake. Hatumweke hapa na Jan Chazi au wewe chagua. Mimi nikupe ofa. Mchezaji bora MVP wa ligi. Msitumike. Moja katika watu ambao wanakutumieni sio vizuri, Haji Sande Manara Bugatti, mtu ambaye si mkweli. Aliwaambia watu duniani yeye akenda Yanga labda awe amekufa. Sasa hivi yuko Yanga maiti tayari. Leo mtu huyo anakwenda kukushawishini waandishi wa habari, na nyinyi mnaingia kwenye propaganda, mnakwenda kutengeneza propaganda ili Pacome awe mchezaji bora. Niombe sana kamati iliyopewa mamlaka kwenda kuteua isifanye makosa hayo. Mikoi, tukiachana na hilo la MVP, lakini hilo baya sio zuri, tuachane nalo mambo ni mengi. Tukiangalia sasa kikosi cha Young Africans, lakini pia tuangalie wekundu wa Msimbazi Simba. Umezungumzia ubora wa Simba hapo Mikoi. Hii dabi ya tarehe 25 tuangalie performance ya Simba kwa namna ambavyo anaenda kumkabili. Simba ameshadhihirisha ubora wake. Unapozungumzia Simba unazungumzia mwana finali wa shirikisho barani Afrika. Unapozungumzia Simba ubora wake, wachezaji wenye quality, nimezungumza muda si mrefu inaenda kutoa goalkeeper bora. Nimezungumzia Simba muda si mrefu inakwenda kutoa mfungaji bora. Kwa hiyo unapotaka kuzungumzia vikosi, lazima ukubali kwamba Simba wana kikosi bora. Na ndio maana hii leo ngoja nikwambie. Registration ya Yanga, moja katika klabu ambayo imeferi kwenye usajili Dar es Salaam Africans. Moja katika klabu ambayo imeferi kwenye usajili Dar es Salaam Africans. Tunaenda kukutana nao tarehe 25. Sample ndogo tu. Wamefanya usajili dirisha dogo, kweli sio kweli? Sahihi. Mchezaji gani amewika? Taja upate ofa. Ambaye amewika dirisha hili? Young Africans pale. Kwa sababu wachezaji wa Yanga wameingia dirisha dogo, Elim Panzo ameingia dirisha dogo, Isaac Kiboka. Sema ndio? Saka. Isla Patrick. Isla. Yupo Chama. Au yule mwingine anaokimbia sana, nani yule? Kangalombo au? Yupo, nasikia amekuwa sokoni. Mbona hamsemi kama anauzwa?
Mikoi niwapongeze sana viongozi wa Simba. Au leo sema kwamba hawajasajili bora, lakini nyinyi ambao mmesajili wachezaji bora katika dirisha hili mnaenda kukutana kwa pamoja, ambao Simba ndani yake inailie mpanzo. Mikoi, kama nilivyozungumzia mwanzo, mmefungwa mara 3 mfululizo na Young Africans. Hii mechi Mikoi, wewe mmesema kwamba mnaenda kukutana na Young Africans, nyinyi ambao mna kikosi bora. Nani kasema? Wewe hapo. Nani kasema wanakwenda kukutana na Yanga? Nani kasema wanakwenda kukutana? Kwa mujibu wa ratiba sasa. Tunazungumzia kwa mujibu wa ratiba. Mimi siishi kwa ratiba, mimi naishi kwa maelekezo kutoka katika uongozi wa Simba. Mimi ni mweredi. Acheni si wana Simba tuishi kwenye uweredi. Msemaji wa Simba ameshatuambia. Wewe mwenyewe umetoa ushahidi. Ndivyo sivyo? Ni sahihi. Kwamba tamko rasmi litafanyaje? Litatoka tu. Wache tuishi kwenye subira. Tuangalie sasa kabla tamko halijatoka. Mechi ipo pale pale na ratiba ipo pale pale. Hao ambao umesema hawajasajili wachezaji bora, mnaenda kuvamiana nao Mikoi Kisugu. Unafikiri ni wakati sahihi wa Simba kwa namna ambavyo kuvunja uteja kwa Young Africans? Unajua maana ya uweredi? Unajua maana ya uweredi? Sisi Simba tunaishi katika maneno ya Biblia, siku zote tunasema watini na kuheshimu viongozi wenye mamlaka waliokuwa madarakani. Uongozi wa Simba ni mmoja, Ahmed Ally amesema taarifa inafanyaje? Kuupa afya mpira wetu. Mikoi Kisugu, ungetamani kama mshabiki lakini mwanachama wa Simba kutazama nini ambacho kinatokea? Dabi kupigwa ama isipigwe? Kuupa afya mpira wetu wa Tanzania. Moja, kuupa afya mpira wetu wa Tanzania, kuheshimu viongozi waliokuwa madarakani, kumheshimu Wallace Karia kwa kazi kubwa aliyofanya, kwa kazi nzuri aliyofanya. Tuendelee kumpa support ili kuhakikisha football ya Tanzania inaweza kuchezwa. Leo hii Tanzania tumekuwa bora sana kwenye bara la Afrika, hususan katika nchi 54. Tuna uwekezaji mkubwa, ligi inachezeka kwa ufanisi. Mimi nafikiri ili kupa ubora mpira wetu wa Tanzania, kuendelea kumuunga mkono rais wa TFF Mheshimiwa Wallace Karia. Nijibu swali langu. Kuupa afya mpira wa Tanzania ni kuona dabi inachezwa, kutamatisha msimu wa ligi kuu. Kuupa afya mpira wa Tanzania ni kumsupport rais wa TFF Mheshimiwa Wallace Karia kwa kazi kubwa na kazi nzuri aliyofanya. Ametengeneza vituo vya kulelea watoto vya football. Mpira wa Tanzania umekuwa. Juzi umeona tumetoka kuchukua kwa mashindano ya Sekafa, si ndio? Afrika Mashariki tumekuwa mabingwa. Moja, kupa afya mpira wa Tanzania ni kumuunga mkono rais wa TFF Mheshimiwa Wallace Karia. Mikoi, ligi kitamatika, ni wazi kwamba utachukua tiketi kama mnyama Simba kuelekea moja kwa moja katika mashindano ya kimataifa. Msimu uliopita umecheza shirikisho, lakini msimu huu ni moja kwa moja unaelekea katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kiujumla ligi imetamatika kama tulivyozungumzia. Kwako binafsi, kabla tumeimulika hii dabi, kwanza imekuwa ni ligi ya namna gani kwa wengine ambao umetamatisha msimu huu? Kwetu sisi kama Simba tunaamini kwamba ligi ilikuwa bora, ligi ilikuwa nzuri. Kwetu Simba ligi ilikuwa na ushindani mkubwa. Kila mmoja ameshuhudia namna ambavyo mechi zetu zilivyokuwa tunacheza. Lazima nichukue nafasi hii niupongeze sana uongozi wa Simba, niwapongeze sana wachezaji wa Simba, niwapongeze sana technical bench wa Simba, lakini pia mwisho wa siku nasi mashabiki wa Simba tujipongeze. Tulikuwa tunajitokeza aidha mtaa kwa mtaa, chochoro kwa chochoro, kona kwa kona kwa support team ili kuhakikisha kwamba timu inapata mafanikio. Lazima nikiri kwamba msimu kwetu ulikuwa mzuri tofauti na miaka miwili ya nyuma iliyopita. Umesema mwandishi, mwaka huu tumecheza finali ya shirikisho barani Afrika. Tunaamini siku zote ubora wa Simba ni kwenda kushiriki katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Inshallah kwa namna ambavyo ilivyo, mwakani tunakwenda kushiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Moja, kwa ubora katika msimu huu, mimi naamini tumecheza finali ya shirikisho barani Afrika. Lakini ubora pia tunaendelea kupambania ubingwa wa ligi ya NBC. Lakini wanasema siku zote, naomba urudie Mikoi, mnaendelea kupambania ubingwa wa ligi ya NBC. Kwa sababu bingwa anaweza akapatikana kwa namna moja au nyingine. Mwaka 2000 bingwa amepatikana kwa kuchaguliwa. Yawezekana pia Zalika kwetu tukachaguliwa tukawa mabingwa NBC. Nimesema hivi, ni wazi bado 2000 na 2002 bingwa nchi alipatikanaje? Wewe umezungumzia kwa kuchaguliwa. Basi ndio mwaka ubingwa atakayepatikana kwa style. Yawezekana pia na sisi tukafanyaje? Nyinyi kama Simba bado hamjaukatia tamaa ubingwa. Kwani bingwa wa Tanzania ni nani mpaka sasa hivi? Bado hajafahamika. Basi tunaendelea hivyo kutokumfahamu. Ni wazi mnautaka ubingwa wa ligi kuu. Na ndio maana tukaingia kwenye mashindano kupambana. Mnautaka ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania. Na ndio maana tukaingia kwenye mashindano kupambana. Kwa ubingwa anapatikana kuna muda mwingine kama alivyopatikana mwaka 2000 2001. Ila si kucheza uwanjani. Nasema hivi, 2000 2001 bingwa alipatikana nchi ya kupatikana. Usigune alipatikana kupatikana. Bingwa umezungumziwa amepatikana. Alipatikana kwa njia gani?
Mimi sijafuatilia vizuri. Basi amini kwamba alipopatikana bingwa 2001 ndio inawezekana mwaka huu pia. Kwa hiyo mtuwekane wazi. Ni kivipi Simba mnautaka ubingwa bila kucheza dabi? Umezungumza mnautaka. Simba ana pointi ngapi sasa hivi? Ana pointi 78. Aligaiwa alicheza? Alicheza. Inshallah tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu kuendelea kucheza dabi mpate ubingwa wa ligi kuu. Unasema wewe haya? Kucheza dabi mimi nafikiri kwamba management ya Simba itakuja. Nitasema. Bwana Mikoa, tumezungumza mengi sana. Malizia neno moja kwa wanachama wa Simba lakini pia mashabiki wa Simba kuelekea kutamatisha msimu Jumatano pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Unawaambia nini wanachama wa Simba na mashabiki? Kwanza niwapongeze sana wanachama na mashabiki wa Simba waliokuwepo Tanzania nzima na duniani kwa ujumla. Kiukweli lazima nikiri wameni appreciate sana kwa namna ambavyo wameonyesha mapenzi makubwa sana juu ya timu yetu ya Simba Sports. Waswahili wanasema mwanzo wa moja ndio mwendelezo wa mbili. Kile ambacho tulichokifanya mwaka huu tunahitaji kukifanya mwakani zaidi. Naamini mikakati iliyopo, mipango iliyopo ya Simba, uboreshaji ambao unakuja kufanya katika Simba, usajili ambao na imani kwamba unakuja kufanya kwenye Simba, inshallah na imani kwamba tutakuwa Simba ambayo mwakani itakuwa strong zaidi kuliko Simba mwaka huu. Tunaamini mwaka huu tulicheza finali ya shirikisho barani Afrika. Inshallah Mungu ikimpendeza, jitihada inayofanywa na uongozi wa Simba, usajili unaofanywa na viongozi wa Simba, ni wahakikishie tu wana Simba kupitia nanyi waandishi wa habari. Mwakani tunakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Ile picha yako ambayo ulinyanyua kombe kule visiwani Zanzibar, huenda ikajurudia tena tarehe 25 kwa namna ambavyo kunyanyua makwapa katika kombe la ligi kuu soka Tanzania bara. Ile picha yako ya kule visiwani Zanzibar. No comment. No comment. Shukrani Mikoa. Asante, niwashukuru sana.